Ulipofika muda wa kutoa heshima za mwisho, yani kuaga pale mwili wa marehemu, majonzi na vilio vilitawala kwa sababu ndugu walishindwa kabisa kuvumilia. Kama unavyojua tukio ni la muda mrefu, ni la miaka 5 iliyopita, lakini kwa ndugu, sisi wengine huku ndugu watazamaji na nini, yani unaweza ukawa unachukulia poa poa, lakini kiukweli kwa ndugu wale wa damu wa Naomi walishindwa kabisa kuvumilia, maana walikumbuka vitu vingi, na hasa walikuwa wanakumbuka namna ambavyo ndugu yao walivyouawa kikatili, kwa kupigwa, kwa kukatwa na mwili wake kuweza kuingizwa kwenye kishimo na kuweza kuchomwa moto. Kiukweli kwa mtu yoyote ndugu yako, damu yako, yani haiwezi kuwa sawa. Na hasa kama tukio hili la msiba limeanza upya, kwa sababu hili jambo lilivyotokea basi lilikuwa tuliko juu, mara polisi, mara uchunguzi kama hivyo, mara mahakamani, lakini hatimaye kesi imefika mwisho na kuweza kukabidhiwa mabaki ya mwili wa ndugu yao Naomi, na waliweza kuaga kwa heshima zote. Waliweza kuaga kwa heshima zote. Kwa niaba ya familia ya Mzee Richard Marijani wa Mbambua, tunawashukuru wote. Yamesema mengi, lakini naomba tu nimalizie kwamba tunawashukuru wote kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye hana kaburi. Leo hii mtoto wetu tunampeleka kijijini Mbambua, atakuwa na kaburi lake. Asanteni sana. Na mimi kama mchungaji nimefurahi kuona wamekuja. Nilikuwa nasema kweli wa ndugu watakuja. Kwa kuja kwao niseme Mungu awabariki sana, na niombe familia Naomi tuwasamehe ndugu zetu. Wao ni watu wazuri. Hata Hamisi ni mtu mzuri, isipokuwa shetani aliingia moyo wake. Shetani akimuingia mtu yoyote anaweza akamtumia kufanya mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimshukuru Dasi, Mungu akubariki sana kwa kuungana na wananchi wako. Na hatimaye baada ya hapo safari ilianza kuelekea kijijini kwao huko mkoani Kilimanjaro. Ambapo kwa bahati nzuri, kwa baraka za Mwenyezi Mungu, wameweza kufika salama kabisa kijijini kwao huko Mwanga, Kilimanjaro, ambako shughuli za maziko pia zimefanyika leo Machi 15, na mwili wa Naomi umeweza kuhifadhiwa katika nyumba yake ya milele huko kijijini kwao Mbambua, Mwanga, Kilimanjaro. Sasa kama unavyoona baadhi ya picha zikiwa zinaonyesha hapo nyumbani wakina marehemu kijijini kwao kabisa, ambako pia unaona ndugu jamaa na marafiki wameweza kushiriki kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali. Kama unavyojua jamii zetu ama familia zetu za Kiafrika, lazima kina mama wajitokeze hapo kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa, na hasa katika swala zima la mapishi na nini. Kwa hiyo kama hizo picha hapo zinavyokuonyesha kijijini kwao huko na Naomi, ambako ndio ameweza kuzikwa kwa heshima zote. Japo ni sehemu chache sana za mwili wa Naomi, kiukweli sehemu chache sana, lakini sehemu kubwa mwili wake ilikuwa imeungua. Kwa hiyo sehemu chache ambayo ilikuwepo ndio hiyo imeenda kufanyiwa ibada, lakini pia vile vile sasa kuzikwa rasmi. Sasa hapo ndugu wanaona sasa wamezika rasmi, yani msiba ndio wameukamilisha sasa rasmi huko kijijini kwao leo hii. Lakini pia babu wa marehemu Naomi na yeye amezungumza japo kwa uchache kidogo sana, lakini alikuwa anasema kwamba mjukuu wake siku zote alikuwa na heng tu, yani alikuwa yuko hewani, yani bado alikuwa hajapata utulivu tangu pale alipopatwa na umauti, lakini anasema sasa tayari wamesha mpumzisha rasmi. Umeona wanaamini hivyo kwamba tayari sasa wameshampumzisha mpendwa wao rasmi katika nyumba yake ya milele. Yani yeye alikuwa hewani tu. Kwa hivyo sisi sasa tumpumzishe. Tumpumzishe makao yake ya milele. Amina baba. Barikiwe. Wote wafanyakazi wenzao, majirani, jamaa wote tuliofika mahali hapa. Asante kwa sababu umesema tubariki, nami na wabariki Mungu wa rehema. Hata maandalizi ya kikao na bariki. Maandalizi yote ya safari ya kurejea nyumbani utakaorejea na bariki. Kila mmoja kwa nafasi yake. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki.
Basi ndio hivyo mambo ndio yalivyokuwa huko Mwanga, na hizo ndio baadhi ya picha. Lakini pia utaona katika matukio yanaonekana mtoto wa Naomi. Mimi wakati ule naenda kuzungumza naye alikuwa mdogo, unaona hata alikuwa haelewi kipindi kile. Alikuwa kama na miaka 5 hivi. Lakini sasa hivi nikimwangalia naona kama anaelewa, naye anapata hisia, analia. Sijui kama anamkumbuka mama yake kwa sababu sijazungumza naye kwa kipindi hiki, au labda vile sasa naona anahadithiwa, kwa sababu nilipozungumzaga na mama yake mdogo aliniambia kwamba ilibidi wawe wanamueleza kidogo, yani awe anaelezwa kwa hatua kwa sababu na mwenyewe alikuwa anauliza maswali kutokana na kwamba alikuwa haelewi nini ambacho kimetokea. Kuna nini? Kwani imekuwaje kuhusu mamangu na nini? Sasa kutokana na mazingira ya kifo cha mama yake na huyu mtoto, kumueleza moja kwa moja full unaweza kumchanganya mtoto ukamvuruga hata kisaikolojia. Kwa hiyo anakuwa anaelezwa kwa awamu kwa mafungu anaelewa yani hivi yani hivyo. Lakini sasa hivi naona kameshakuwa kakubwa na kama kanapata hisia, kama ambavyo ulikuwa unamuona akilia mama zake walivyokuwa akilia hapo, na yeye naye alikuwa analia. Na vile picha ya mama yake yuko nayo hapo muda wote, na huyo ndo mama yako na nini. Kwa hiyo anakuwa akiwa analielewa hili jambo. Kiukweli ni gumu. Hata wewe mwenyewe ukikaa ukifikiria, hata kama ungekuwa ni wewe ama ni mtoto wako, unaliona ni namna gani lilivyo gumu. Lakini ndivyo hivyo, limeshatokea mambo ya kiubinadamu. Hatuna budi kumshukuru Mungu kwa yote. Kikubwa tu ni kwamba haki imepatikana, kama wenyewe wanavyosema. Wanachoshukuru ni kwamba haki imepatikana na wameenda kumpumzisha mpendwa wao. Basi kwa sisi Waislamu tunasema alhamdulillah. Basi usiache tena kutembelea katika YouTube channel yangu ya Habibu, lakini pia usiache kusubscribe.